Bana, penyenye ambazo tuko nazo tayari mjini kwa hivi sasa, kuhusiana na masuala ya sajili, lakini pia kuhusiana na wachezaji ambao wanamilikiwa na timu hususani pale mitaa ya Kariakoo. Bana, ukweli ni kwamba Jonathan Soa, moja kati ya mchezaji ambaye alikuwa pale mitaa ya Msimbazi, mpaka hivi sasa wameshindwa pia kuafikiana kutokana na kile ambacho kilichokuwa kinaendelea. Kumbuka klabu ya Simba walikuwa wamemsimamisha Jonathan Soa na mwisho wa siku mchezaji akaondolewa kambini, kitu ambacho kilizua taharuki kubwa sana, na mpaka hivi sasa kwa upande wa Jonathan Soa alishindwa pia kuelewa sababu gani mpaka akasimamishwa, lakini pia kitu gani kimesababisha mpaka wakamfikiria vile kwamba ni moja kati ya mtu ambaye anaihujumu timu kwa asilimia kubwa. Sasa ni kuambie kwamba Jonathan Soa mpaka hivi sasa mwamba kama mambo amekuwa ni magumu pale mitaa Msimbazi, na mwamba ameomba kuvunjia mkataba na hatimaye kasikilizwa, na penyenye ambazo nipo nazo ni kwamba mwamba tayari na Simba wameshamalizana vizuri kabisa. Kilichobaki ni taarifa rasmi. Moja kati ya mchezaji ambaye kwa upande wa klabu ya Simba walimpata kutoka kwenye kikosi cha Singida Black Star, wakiamini kwamba mchezaji huyu angeza kuwasaidia kwa asilimia kubwa kwenye eneo la ushambuliaji, lakini mambo yamekwenda tofauti. Jonathan Soa ndo amekuwa mchezaji wa matukio mengi, lakini pia amekuwa akipata kadi nyekundu na hatimaye akawa anakosekana pia kwenye baadhi ya mechi kutokana na hichi ambacho pia kimeendelea. Story yake na klabu ya Simba inaonekana mpaka hivi sasa ndoa imefikia tamati. Penyenye ambazo nipo nazo ni kwamba tayari Mwamboko na timu tayari wamemalizana. Lakini kama hiyo itoshi, kwenye masuala ya sajili, namna ambavyo pia usajili unavyokwenda, wananchi Young Africans mpaka hivi sasa wametengeneza pia asilimia kubwa kuondoka na mchezaji moja kati ya mchezaji ambaye anashine vizuri kwa hivi sasa, winga Teleza, winga ambaye ameshine sana kwa siku za karibuni na amekuwa akiwasumbua pia wakubwa hawa wa Kariakoo. Young Africans wakasema isiwe kesi, Engineer Said amemaliza dili, unaambiwa kwamba katengeneza mazingira mazuri kuhakikisha kwamba mchezaji mwenyewe pia anatua, na tumeona afisa habari wa klabu ya Young Africans Ally Kamwe akiandika pia kwenye ukurasa wake wa Instagram, huku pia akimposti mchezaji mwenyewe, na si mwingine tunamzungumzia hapa bali ni Chobwedo, na hatimaye kwa upande wa Engineer Said akamtagi pale na kumwambia kwamba mheshimiwa, wananchi wanataka utuletee huyu Chobwedo. Sasa mpaka hivi sasa unaambiwa kwamba mambo yamekaa vizuri na wananchi Young Africans wanalimaliza ili dili vizuri kabisa. Lakini kumbuka kwa upande wa Singida Black Star, wao pia walikuwa kwenye mchakato wa kuhakikisha kwamba wanampata Chobwedo na walikuwa wameshaanza mazungumzo naye vizuri, lakini wananchi Young Africans wakaingia kwa kikubwa zaidi, na hatimaye mpaka hivi sasa wana takriban asilimia 80 kuweza kumpata mchezaji huyu, moja kati ya mchezaji ambaye amekuwa bora sana kwa siku za karibuni. Bana, tukiachana na sekeseke hilo, ndugu yangu, pale mitaa Msimbazi mambo ni mengi kweli kweli. Lazima tujuzane hapa kwa haraka kile ambacho kinaendelea katika story nyingine ambayo nakupatia hapa. Ni kwamba penyenye ambao nipo nazo ni kuhusiana na Kibisawala Eli Mpanzu, moja kati ya mchezaji bora klasiki kabisa, na tuliweza kuona pia mawili yaliyopita kwamba mchezaji alionekana amesinya mkataba mwingine wa kuendelea kusalia kwenye kikosi hicho kwa miaka mingine 2 ijayo, jambo ambalo pia lilizungumzwa pia kwa ukubwa zaidi. Lakini taharuki ni kubwa kwa hivi sasa kwa upande wa Eli Mpanzu, mchezaji ambaye amekosekana hapa katikati, alikuwa nje ya uwanja, lakini pia tumeshuhudia akisafiri na timu kwenda wakati Simba wanaenda kuikabili TRA United, naye pia alikuwa ni miongoni mwa wachezaji pia waliokuwa kwenye safari. Lakini kwenye lineup kwenye mchezo husika mchezaji hajaonekana, lakini pia kwenye bench pale mchezaji pia
hajaonekana, na Elimpanzu inasemekana kwamba Mwamba bado anaendelea kushinikiza kile ambacho anachokihitaji ili aweze kupewa, na nikwambie kwamba Elimpanzu bado ana mkataba na Simba toka pia msimu uliopita, mkataba wa toka msimu uliopita ambao unapaswa pia kuendelea mpaka takriban mwezi wa 9 hapo, ili mkataba uweze kufikia tamati. Lakini pia mkataba ambao ameweza kuongeza ni moja kati ya mkataba ambao unaendelea kumfanya mchezaji huyu aendelee kubaki kwenye kikosi cha Simba Sports Club. Sasa penyenye ambazo tupo nazo ni kwamba klabu hiyo haijamalizana na mchezaji vizuri, hususani kwenye usajili ambao ameweza kufanya. Mchezaji mpaka hivi sasa hajaona chochote, hajaona maokoto, ameona amesinya, lakini maokoto haelewi chochote kile ambacho kinaendelea. Sasa tumeona juzi hapa Simba wakihitaji kusawazisha mambo na kumzungumzia kwamba tayari wameshamalizana na mchezaji, hakuna shida yoyote, mchezaji atakuwepo jijini Arusha kwenye mechi, lakini hajaonekana, na story mpaka hivi sasa zinasemekana kwamba Mwamba amegoma kabisa kucheza mpaka atakapowekewa pia kitita chake. Tusubiri kuweza kuona, je, kitita kitawekwa mezani then mchezaji aendelee kukipiga ama vipi? Kumbuka wenzetu wa Kongo kwenye swala zima la maslahi yao huaga wako kipaumbele kikweli kweli, wanahakikisha pesa kwanza, kazi ifate, ndo wenzetu wa Kongo. Sasa hili ambalo linaendelea kwa upande wa klabu ya Simba na Elimpanzu nayo pia ni taswira nyingine ambayo ni kubwa sana, hususan katika maana kwa upande wa Kongo waga wanapendaga misimamo haswa. Mchezaji akiamua kusimamia lake, akiwa anadai chake, ni ngumu sana kuweza kumtumia kiolela olela. Hivyo tusubiri kuweza kuona, je, Elimpanzu hichi ambacho anachoshinikiza, je, kitaonekana kinatija na mwisho wa siku mchezaji aendelee kukipiga, ama wekundu wa Msimbazi Simba wataendelea kusuasua na mwisho wa siku waweze kuona pia vitu vya tofauti kabisa kwa mchezaji huyo. Bana, shukrani sana kwa kuendelea kuifuatilia Gift Online TV. Eric Keman, referee mwenyeji ya FIFA, ndo la kwangu jina. Bye bye.